Yes. Kukwea kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa tano. Yes. Kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Yes. Mwezi wa tano tunatambulisha ya kwamba mkono wa wema wa Bwana uko juu yako. Kama ni wewe, sema napokea mkono wa wema. Hii ni ibada ya kinabii, kwa hiyo unatakiwa uongee, sema napokea mkono wa wema wa Bwana. Wema wa Bwana unaenda kuonekana juu ya maisha ya mtu. Wema wa Bwana unaenda kuonekana juu ya maisha yako. Mkono wa wema wa Bwana unaenda kutembea na wewe mwezi wa tano. Sio mkono wako, kuna saa umefanya wewe, lakini safari wema wa mkono wa Bwana unaenda kusimama kwa ajili yako. Kitabu kile cha Isaya 41 mstari wa 10. Huu mkono wa wema wa Bwana unasababisha usiwe na hofu. Unaondoa hofu, unaondoa wasiwasi, unaondoa mashaka. Yes. Unaondoa kuto kujiamini. Ndio. Anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Ndio. Hai, napendaje hiyo? Ndio. Mkono wa wema wa Bwana unasema usiogope. Unajua mara nyingi kinachotesa wengi ni hofu ya safari, hofu ya kesho, hofu ya kutokuolewa, hofu ya kutokuzaa, hofu ya kwamba nimezeeka. Mwambie jirani yako acha hofu zote. Yaani hofu zimekuwa kama vile ndio anaishi nyumbani kwako. Sema leo hataishi nyumbani kwangu. Yaani roho ya hofu inavyosimama inanyima mkono wa Bwana usionekane kwenye maisha yako. Ndio maana mkono wa Bwana unaposhuka kwenye maisha yako unasema usiogope maana mimi niko pamoja nawe. Lakini usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Amen. Yaani kwa maana kwamba kuna miungu ya watu lakini kuna Mungu wako. Amen. Huyu Mungu wako ni zaidi ya miungu ya watu, maana miungu ya watu wengine ni tofauti na Mungu wako. Amen. Asema mimi ni Mungu wako. Mwezi wa tano ukaone Mungu wako akiongea pamoja na wewe. Amen. Mwezi wa tano ukaone Mungu wako akikupigania. Amen. Mwezi wa tano ukaone uwezo wa Mungu ukitokea kwenye maisha yako. Amen. Kama una imani kubwa sema amen. Amen. Usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Amen. Lakini anasema nitakutia nguvu. Amen. Mwezi wa tano kuna watu watapokea nguvu nyingine ya tofauti. Hallelujah. Nitakutia nguvu na nitakusaidia. Yaani ina maana huu mkono hauko tu kwa ajili nyingine, huko kwa kazi maalum. Sema nitakusaidia. Sema Mungu atanisaidia. Mungu atanisaidia. Anasema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Yeah. Kwa maana kwamba kuna haki yako imechelewa miaka yote, lakini mwezi wa tano inaenda kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Mwezi wa tano inaenda kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Kuna vitu vimecheleweshwa, lakini mwezi wa tano vinaenda kutokea kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni wewe sema napokea hiyo. Napokea hiyo. Anatazama mstari wa 11, tazama wote walio na hasira juu yako watatayarika na kufadhaika, na watu wanaoshindana nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Amen. Hai, mkono wa Bwana. Yes. Hani ashike neno lake, siuone mkono wa Bwana. Nani anakumbuka hizi nyimbo zetu? Yes. Mkono wa Bwana ambao ni tofauti, anasema nitakuwa, tazama wote walioona hasira. Yaani yote anayekuonea uivu, anayekuonea hasira, anajitengenezea kuangamia. Amen. Maana Mungu wako anaenda kukuinua zaidi. Utaona mwisho wao, lakini wao hawataona mwisho wako. Utaona baada wameanguka, lakini wewe utaendelea mbele. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Asema utawatafuta, hutawaona wale wapiganao nawe. Watakuwa sio kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa, watakuwa kama kitu ambacho hakionekani. Ndio. Kuna vitu vilikusumbua, lakini mwezi wa tano natangaza havitakuwa kitu kwa jina la Yesu Kristo. Havitakuwa kitu tena kwa jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen. Amen.
Nimekuambia mwezi wa 5, point number 1, mkono wa wema wa Bwana kuwa juu ya maisha yako. Amina. Sio wewe utakuwa unatembea, bali mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Sio wewe utafanya biashara, kuna ngekewa, kuna maeneo mengine unahitaji kujieleza sana, ila mkono wa Bwana ukiwa juu yako, utakapotokea mambo yametokea, utaishi maisha ya automatic. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Kama unaamini sema napokea hiyo neema. Napokea hiyo neema. Yaani ukienda eneo la kazi yako ni kama umeenda kufungua. Yes. Ukifika kwenye ukumbi ndio sherehe itaanza. Ndio. Ukienda kwenye familia ndio kazi, kuna vitu vitakungoja saa hii. Kama utakapofika watasema mwenye shughuli kaingia, mwenye kazi kaingia, mwenye ofisi kaingia. Hata kama umeajiriwa, huyo bosi atakuelewa. Kama Yusufu alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, alionekana ameingia mtu wa tofauti. Tafadhali niweke base kidogo, iko quiet too much. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako naenda kutembea na ngekewa. Unaenda sawa. Hiyo sawa. Amen. Sema natembea na keki na ngekewa. Yaani ukitokea wewe matokeo ndio yanaenda kutokea. Amen. Mkono wa wema wa Bwana unapotokea hakutakuwa kumepoa. Amen. Nasema mahali utakapotokea patachangamuka kwa jina la Yesu. Amen. Watajiuliza nini? Yaani unajua mtatembea na uwepo wa Mungu ambao ukiingia mahali ni kama manukato yameingia. Manukato yakiingia mahali, uombi ili yanukie, yenyewe yatanukia kwa lazima. Mwezi wa 5 ukawe manukato. Kila utakapofanya kazi ukapata kupenya kwa jina la Yesu. Ukapata kupenya kwa jina la Yesu. Kama ni wewe sema amen. Amen. Mwezi wa 5 ni mwezi wa wema wa Bwana kuwa juu ya maisha yako. Amen. Ni mara ukitokea wingu limetokea. Yes. Mara ukiingia chemichemi inaanza kutokea. Namba 2, mwezi wa 5 ni spidi ya ajabu. Nani anataka spidi ya ajabu? Divine speed, yani speed ya kiungu. Yani nataka nikuambie hivi, Mungu wetu achana naye. Alivyokuwa ananiambia tukiwa kwenye maombi kwamba mwezi wa 5 kuna watu wataruka. Hivi unajua kuruka? Yani ni shot ameshatokea. Ni shot ameshatokea. Yani inakuwa fly off, yani hakutakuwepo na maisha ya foleni kwako. Nasema hutakaa foleni. Nasema hutakaa foleni. Wengine watangoja, wewe utaitwa. Hallelujah. Nani anapokea hiyo neema? Wengine watakaa foleni, lakini wewe utaitwa kwenye ndoa, utaitwa kwenye biashara, utaitwa kwenye ushindi, utaitwa kwenye meza yako. Nani anapokea hiyo neema? Pokea kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Huu ni mwezi wa spidi. Yes. Na ukiondoka na hili neno la kwako. Amen. Sema hili neno la kwangu. Hili neno ni la kwangu. Yaani unaenda kunyanyuka kwa spidi nyingine. Yes. Yaani kuna watu watangoja waitwe. Lakini wewe ukiingia ni kama uliweka mtu akuwekee nafasi. Amen. Wangapi wamewahi kwenda benki alafu kuna watu hawapigi foleni? Nyosha mkono, unakasirika bure. Shauri yako. Uweza sema amina. Wakiingia tu benki wanaitwa, hawakai foleni. Na anaambiwa ukija hapa, God bless you my dear, usikae foleni. Amen. Yaani watoa kwenye foleni. Amina. My daughter, God bless you, usikae foleni. Amina. Muujiza wako utokee hapa hapa. Hallelujah. Kuna watu wengine ambao mmekuja kwenye hii ibada ili ni wapige muhuri wa kutoka kwenye foleni. Yale mambo yaliyochelewa leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Hiyo kazi inayochelewa leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Hiyo biashara, hiyo jengo ambalo halikamiliki leo naliondoa kwa jina la Yesu. My daughter, na kutoa kwenye foleni. Haleluya. Leo nawatoa watu kwenye mafoleni. Yaani unakuaga unangoja, alafu vitu ni kama vile vimeganda.
Leo naingia na burudoza. Amen. Leo naingia na trela na katandika. Naingia na ndinga inayoondoa vitu vinavyokuweka foleni. Hayo maisha ya familia yako, hayo maisha ya ndoa yako, na kutoa kwenye hiyo foleni. Watoto wasiofanikiwa na watoa kwenye hiyo foleni. Leo na watoa kwenye foleni. Hautangoja tena. Baraka itakungoja. Miujiza inakungoja. Na kuambia nafasi inakungoja. Nasema neema inakungoja. Kama ni wewe sema amen. Nani anasema nangojwa? Yaani unasubiriwa. Huwa anamwambia wife wangu, unajua ofisini unangojewa. Mungu akubariki. Unangojewa utokee tu. Unajua Esther kufanya competition. Kama unanielewa, ni wewe unangojewa. Esther kuingia kwenye mashindano. Ataingiaje kwenye mashindano wakati tayari ameandaliwa? Anaingia kwenye, anaenda tu, wala hata ajikodoi, wala hata atafuti nani anamwangalia. Maana Biblia inasema alipata kibali machoni pa watu wote. Anatafuta nini tena? Anapita tu watu wamwambie we love you Esther. Hapo anasema yes I love you too. Hautaki kuelewa Ambaye jirani yako mwezi huu unaenda kutokea kwa namna ya ajabu. Spidi ya ajabu. Spidi ya ajabu. Naongea huo mshahara ambao ukaongezeke kwa jina la Yesu. Hiyo biashara ambayo ipande kwa jina la Yesu. Yule Mungu anayeinua yuko mahali hapa. Yule Mungu anayeshusha yuko mahali hapa. Leo lift yetu haishuki. Leo inapandishwa juu. Enda ghorofa ya juu, enda ghorofa ya mwisho. Na kama kuna mtu anayekupinga hapa juu, unajua alikuwepo Vashti, alishikilia nafasi ambayo sio yake. Leo namtoa kwenye hiyo nafasi. Amen. Hautaki kusema amina? Hautaki kusema amina? Vashti aliyekalia nafasi yako leo ashuke chini kwa jina la Yesu. Vashti aliyeshikilia ndoa, aliyeshikilia biashara, leo ashuke kwa jina la Yesu. Yule anayepingana usipewe oda, usilipe pesa, leo natangaza mwisho wake. Mwisho wake. Sema natangaza mwisho wake. Natangaza mwisho wake. Yaani unaenda kupiga mbio ya ajabu. Get ready. Waheshimiwa mlioko hapa, watu wenye nafasi zao, nafasi ya spidi ya kiungu. Yes. Yaani hautaomba ukubaliwe. Amen. Bali utatizama tu watu wanakupeleka. Alafu utajiuliza imekuwa kwaje? Utasema si mimi, ni Bwana amefanya. Hallelujah. Si mimi, ni Bwana amefanya. Hallelujah. Si mimi, ni Bwana amefanya. Amen. Kitabu cha Mathayo 20:16 Biblia inasema mtu wa kwanza, my daughter, Mungu akuinue. Amen. Mungu akufanye kichwa. Biblia inasema wa mwisho atakuwa wangapi? Wa kwanza. Na wa kwanza atakuwa wa nini? Wa mwisho. Kuna watu wameshikilia nafasi yako ni kama hawataki kuachilia. Ni kama vile wameamua kuishi milele. Lakini leo naitoa hiyo nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Amos 9:13 anasema, angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atafikiria avunaye, na yeye akanyagaye zabibu atamfikiria apandaye mbegu, na mlima itadondoza divai tamu, na vilima vyote vitayeyuka. Yaani mwezi wa 5 Mungu anasema hivi, yule anayelima anafikia yule anayevuna. Kuna watu wanakanyaga pesa. Yaani wao wanalala kwenye nyumba ya pesa, wanaamka kwenye nyumba ya pesa, wanaishi na pesa. Mungu anasema hivi, wewe ambaye huna 10 unaishi na madeni, Bwana anakupeleka kwenye hiyo nafasi. Bwana akupeleka kwenye hiyo nafasi. Hiyo spidi ipokee kwa jina la Yesu. Hiyo spidi ipokee kwa jina la Yesu. Sema napokea hiyo spidi. Napokea hiyo spidi. Nani anapokea hiyo spidi? Dakika moja tu Daudi yuko porini, dakika 2 yeye ni shujaa wa vita. Si vitu viwili tofauti. Alikuwa tu machungani, lakini siku ya pili anajikuta yuko uwanja wa vita, anaitwa mpiganaji katika vita la Israeli. Haikuchukua miaka kuingia uwanja huo, ni one day.
the second day baba yake anapata taarifa, dogo anapigana vita, tumemnyima, hataki, na amejipenyeza. Naona sijui watu gani wamempeleka, ameenda kule ndiye anavaa nguo za Sauli ili aingie kupigana. Lakini kwa spidi ambayo alikuwa nayo alienda na akampiga Goliati. Huu mwezi wa 5 Goliati wako aondoke kwa jina la Yesu. Goliati wako aondoke kwa jina la Yesu. Anayetamba kwenye huo uwanja, hii ni zamu yako ya kuingia kutamba. Anayeendelea kuendesha na wewe unatembea kwa miguu, hii ni zamu yako ya kuendesha. Kama unaamini sema amina. Amina. Nafurahi kuona vijana wangu. Juzi Christopher ameenda kijijini na mdinga wake, makofi kwa ajili yake. Kaenda mpaka kule Msoma, miaka yote anadharaulika, lakini alipoingia kijijini alionekana kuna mfalme anaingia, mbunge, waziri. Lakini neema hapa ndipo Bwana amegeuza kibao. Wewe kwa nini usigeuziwe kibao? Unatembea kwa miguu, majira yako na yageuza, na wewe upande magari kama wengine, na wewe uwe na nyumba kama wengine, na upate heshima kama wengine. Amen. Sema napokea hiyo. Napokea hiyo. Anaingia kijijini kama mbunge fulani. Haja vijiji havina magari kama mapya namba hii kuziona kijijini. Ni magari ya mkaa. Unaelewa kijijini kwako, gari ya mzee fulani ndio ipo mpaka leo. Nasema utaipeleka na ya kwako na wewe. Nasema utaipeleka mwaka hujaisha. Neema ya mafuta hapa ikupeleke kwa spidi ya ajabu. One day wakuone. Hata mke wako ataendesha, hata watoto wako ataendesha. Watoto wangu nyie mtaenda. Mtaenda. Amen. Hao wanaenda na magari yao. Mtanunua ST au nini? Mnunue makubwa bana. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanataka speed? Sema huu ni mwezi wa speed. Jiandae kwenda speed. Hapia jirani yako acha kutembea nyorodo. Acha kutembea. Yaani unajua unatembeaga tu, kesho nitaenda. Kesho inafika, labda tuangalie kesho nyingine. Mwisho wa kuahirisha ni sasa. Amen. Jambo lako la kesho lifanye kesho, la sasa lifanye sasa. Naita matokeo yako yatokee, haitaahirishwa jambo lako. Na yoyote anayejaribu kuahirisha, na mtoa kwenye nafasi, na mweka anayekusupport. Naita watu wanaosupport maono yako, wanaosupport ndoto yako, wanaosema wewe ni wa maana, wanaokupa high five. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni wewe sema amen. Nataka kusema mlioko mahali hapa, my daughter, jumba lako linaisha. Msiwaone watu hawa. Nishaona nyumba yake. Wacha vingine na visema, utadhani nifika kwenye anwani yako, lakini tayari Mungu ananiambia tu niviseme. Nikishavisema nimepiga muhuri. Amen. Na hakuna atakayepangua. Iwe mvua iwe jua, bado utaneemeka, bado utapanda. Pokea hiyo neema Kwa jina la Yesu. Mwana Sesere, ongera sana, makofi kwa ajili yake. Amen. Jamani, mwanangu huyo, barikiwe sana. Leo amekuja kumtembelea. Makofi kwa ajili yake jamani. Amen. Amen. Atafaulu na atasoma masomo ya hali ya juu. Makofi kwa ajili yake. Amen. Mwambie jirani yako, jiandae kwa spidi, jiandae kwa spidi, jiandae kwa spidi. Ye alimaye atafikia avunaye. Amen. Namba ngapi? Namba 3. Namba ngapi? Namba 3. Mwambie jirani yako, ishi maisha ya utayari. Yeah, thank you. Eka hapa. Unajua inabidi hii ni sadaka za kinabii, huwa zinakuwa tofauti. Sema amina. Amen. Ni sadaka ambayo unasubiria jambo lako. Yes. Unalisiriba. Sijui kama unanielewa. Unalisiriba
kwamba hii eka hapo, unaisiribia yaani kwamba hii inaenda tokea. Na hayo maisha ndio niliyaishi. Nilikuwa nakaa nyuma ya kanisa nikiwaona watu wanaenda kupeleka hela, nasikia uchungu. Kwa nini mimi siendi? Amen. Kwa nini isiwe mimi? Ndio. Nikiona watu ambao wanaitwa majina makubwa, najiuliza why not me? Na ndio Daudi aliingia uwanja wa vita akasema, kwa nini mimi nisiende kupigana hii vita? Ndio. Ambie jirani yako, kaa mkao wa tayari. Kaa mkao. Namba 3, kaa tayari. Get ready. Unajua if you are not ready, hakuna kitu kitakuwa tayari kwa ajili yako. Kama uko tayari, hakuna kitu kitakuwa tayari. Amen. Utayari wako husababisha mambo kuwa tayari. Yes. Kaa tayari. Mungu hahitaji kikao ili wewe unyanyuke. Mungu hahitaji kuita washauri, mchungaji muonaje? No, hatembei kwa sura ya binadamu. Yeye anaangalia moyo ulio tayari. Anaweza kuona ukiwa sehemu ambapo una mtu, lakini Mungu ashakuona uko tayari kwenda kwenye ushindi, uko tayari kwenda kupambana, uko tayari kutoka kwenye ukawaida, uko tayari kuhakikisha aibu haitakuwa sehemu ya maisha yako. Yes. Kaa tayari. Amen. Get ready. Amen. Ambia mwenzako, kaa tayari, kaa tayari, kaa tayari. Ambia kaa tayari, kaa tayari. Unajua hata kwenye ndege tunatangaziwa funga mkanda. Ndio. Mwambie jirani yako, funga mkanda, acha kunyamaza. Kuna mwingine unakuta kwa nini anaambiwa funga mkanda? Anaweza akaya amelala, alafu ndege ikinyanyuka unakuta ameanguka kule chini. Ambia jirani yako, funga mkanda. Funga mkanda. Kaa tayari, kaa tayari. Maisha ya utayari, kuhakikisha usikae tu mtu ambaye hujielewi, hujitambui. No, kaa tayari. Utayari sio kufungua macho hivi, utayari wa ufahamu wako. Yes. Yaani uwezo wako, uwezo wa kufikiria, uwezo wa kutenda, uelewa wa Mungu unayemwamini. Amen. Uko tayari katika kumwelewa Mungu. Anasema hawa wanataja magari, hawa wanataja magari, lakini sisi tunalo jina la Bwana. Hallelujah. Kaa tayari ukijua aliye upande wako ni zaidi ya yule aliye upande wao. Wala usiogope hali ya nje, hali yetu ya ndani ni kubwa kuliko hali ya nje. Maana hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa kuamini. Amen. Ingawa twaenenda kwa nje, lakini hatuishi kwa mambo ya nje. Utu wetu wa nje unaweza ukachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Amen. Kaa tayari kwenda kwa spidi nyingine. Yes. Kaa tayari kuelewa zaidi Mungu. Amen. Kaa tayari kung'ang'ana kwa habari ya Mungu. Amen. Daudi akamwambia Goliati, wewe unanijia kwa fumo, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli aliyetukana majeshi yake. Leo hii Mungu atakuua kwa mikono hii, kwa maana kwamba Daudi alikabidhi mikono yake iwe mikono ya Mungu. Mwambie jirani yako, ruhusu mikono yako iwe mikono ya Mungu. Ruhusu sauti yako iwe sauti ya Mungu. Ruhusu hatua zako ziwe hatua za Mungu. Ruhusu akili zako ziwe akili za Mungu. Sio wewe unayeishi, bali Kristo yu hai ndani yako. Ruhusu uhai wa Mungu utembee ndani ya maisha yako. Ukienda mahali ukikutana na upinzani, sema unani mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli. Bwana atakushusha, Bwana atakuondoa. Changamoto zipo, lakini hatuishi kwenye changamoto, tunaelekea kwenye furaha na amani. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Leo nakutangazia mponyo wa ajabu, nakutangazia mponyo wa ajabu. Uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Mwambie jirani yako, get ready, get ready, get. Fursa ikitangazwa, neno hata kama huja qualify, sema amina. Amen. Mwambie jirani yako, usiangalie qualification yako, yaani ho sijui mimi nitafanya. Nyanyuka hivyo hivyo, hujui neema itatokea wapi. Amen. Unaweza ukaenda wote wenye qualification na waulizwa maswali, alafu unajikuta wewe ndio una majibu. Amen. Haujanielewa? Sema napokea hiyo neema. Yaani usianze kujirudisha nyuma.
Mwambie jirani yako, acha kujirudisha nyuma. Acha kujirudisha nyuma. Oh, sifai, oh, siwezi, oh, mimi mbaya, oh, mimi sina nguvu. No! Jikubali vile ulivyo. Jitambue wewe uko kwa ajili ya kusudi la Mungu. Uko kwa ajili ya kuwakilisha Mungu. Kaa tayari kumwakilisha yeye. Ni mtume nani? Sema, nitume mimi Bwana. Amen. Niko tayari kwenda. Niko tayari kutokea. Sitakuangusha. Nitasimama kwenye zamu yangu nione atakalo niambia. Sema, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaenda kukaa tayari katika ufahamu, katika uelewa, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wakolosai 1:9-10 anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Kolosai 1:9-10. Yes. Uwe tayari kujaa roho, uwe tayari kujaa mapenzi ya Mungu, uwe tayari kwa ajili ya Mungu tu. Mariamu akasema, iwe kwako kama utakavyo. Amen. Kwa maana kwamba amekuwa tayari hata katika kitu ambacho hakijui. Sikiliza hiyo. Alikuwa tayari hata katika kitu ambacho hakijui. Mariamu unaenda kubeba mimba kwa jinsi gani? Asema uwezo wake Mwenyezi utakuja juu yako, maana utazaa mtoto wa kiume ambaye ataitwa so and so. Akasema iwe kwako kama utakavyo, kwa maana kwamba uwe tayari kuruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Uwe tayari kuruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Namba 4, uwe na njaa na kiu ya neno. Uwe na njaa na kiu ya neno. Mwezi wa 5 nakupa tu vitu 5 hivi, nataka nimalizie vitu 5 tu ambavyo ni vizuri vijue mwezi wa 5. Usiishi tu kama mtu Kristo au mlokole au mtu ambaye hauna kiu na Mungu. Uwe na njaa. Vijana wangu, muwe na njaa kusikia Mungu anasema nini. Ndio. Msitembee tu katika vile mnavyovihitaji. Ndio. Mjue Mungu anataka kuwekeza kwa vijana. Kabisa. Nimeandikia ninyi vijana, kwa kuwa mna nguvu na neno la Mungu linakaa. Nimeandikia ninyi vijana, kwa kuwa mna nguvu nanyi mmemshinda shetani, kwa kuwa neno la Mungu linakaa. Amen. Unajua neno la Mungu linakaa kwa vijana. Wana mambo gani? Mambo ya Mungu ndio yamejaa kwa vijana, ndio maana wamemshinda shetani. Uwe na njaa. Biblia anasema heri wenye njaa na kiu, maana hawa watafanyaje? Watashibishwa. Uwe na njaa. Unakaa wiki nzima, Jumapili tu unakuwa kanisani, Jumapili moja haitoshi. Wiki nzima kweli unakaa kabisa comfortable, huna maisha ya kufurahia chakula. Mbona unapendaga kwenda Kuku's? Mbona unapendaga kwenda KFC? Mbona unapendaga kwenda kula wapi? Kwa nini usitamani neno la Mungu kuliko chakula? Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama yalamu atafutavyo maji ya mto. Nafsi yangu. Aya, twende wale. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama yala atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Hivi unatamani Mungu kiasi gani? Unatamani neno kiasi gani?
unatamani maisha ya Mungu kiasi gani? Huyu ni mfalme anaongea kwenye Zaburi 42 mstari wa kwanza. Mfalme mwenye cheo, lakini akabaki akaimba wimbo. Msitoke kwenye vyombo nyie, kaeni hapo. Mfalme mwenye cheo, mfalme mwenye nafasi, ambaye anaweza enda nchi nyingine, lakini anasema Zaburi 42 mstari wa kwanza, Zaburi 42 mstari wa kwanza, kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai, lini atakapokuja nionekane mbele za Mungu? Lini utaruhusu Mungu aonekane kwenye maisha yako? Hivi kuna siku unaweza ukakesha na Mungu? Unajua shetani amebuni mitandao mingi. Unaweza kaa kwenye TikTok masaa 7 bila kujua, na simu hizi saa hizi ndio zimekuwa kabisa matatizo. Lakini kiu ya Mungu iko wapi? Unafurahia nini? Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Unajua kiu ya neno ndio inaoleta nguvu ya kesho. Kiu ya neno ndio inakuletea pawa ya kesho. Una kiu ya neno, ujue hutapata nguvu ya kesho. Yesu alisikia kiu. Yes. Njaa na kiu ya neno. Heri wenye njaa na kiu. Tamani uwe saa zote unafurahia. Anasema nalifurahia waliponiambia twende wapi? Nyumbani mwa Bwana. Unafurahia nini katika maisha yako? Nini kinakuchekelea? Dili gani zuri kwenye maisha yako? Madili yote anaishaga. Marlina alikuwa mtu wa madili mengi tu, lakini madili ya kale yameisha. Ila neno la Mungu halina majira ya kupita, lenyewe ni jana, leo na hata milele. Amen. Tamani kula neno. Amen. Tamani kuishi kwa neno. Amen. Yesu Kristo akasema mtu ataishi kwa nini? Kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Amen. Hivi unatamani nini kwenye maisha yako? Amen. Mwezi wa 5 usiwe mtu ambaye ushiki Biblia. Mwezi wa 5 usiwe mtu ambaye hauna maandiko unayoweka kwenye moyo wako. Daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno, nisije nikatenda dhambi. Ili ushinde dhambi lazima uwe na sheria ya Bwana. Lazima iwe ndio ikupendezayo. Anasema na sheria yake ndio niipendayo, nayo naitafakari mchana na usiku. Nini kinakufurahisha katika maisha yako? Unaweza ukachat na boyfriend, lakini mwisho ataishia kukuumiza. Unaweza ukachat na mtu mpenzi fulani, lakini mwisho utajuta kwa nini nilichati naye. Maana siku zote mshahara wa dhambi hauwezi ukawa kitu kingine zaidi ya mauti. Atamaliza tu maisha yako kijana. Ukimpa moyo atakumaliza. Mpe Yesu moyo wako. Amen. Akujaze neno lake. Akujaze maarifa. Akujaze hekima yake. Akujaze usalama. Akuwekee uzima. Hili neno ni afya kwenye mifupa yako. Amen. Hili neno ni dawa kwenye mifupa yako. Mwezi huu usinyamaze, usiishi maisha ya kawaida. Ishi maisha tofauti na ulivyokuwa unaishi. Ishi tofauti. Hebu punguza hiyo maigizo. Punguza nini? Maigizo. Usisubiri shetani akukokoroe ubaki umechoka. Tunakuombea ukiwa na drip. Unajua kuna watu wengine tunaitwa ndio yuko kwenye koma. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hawezi tena kusema nakuja kwako. Roho inakaribia kuchomoka. Mimi naacha yote. Yapi? Wakati unaondoka. Yaani wakati
unapoombea sana unajua tu kabisa huyu anaondoka na acha yote yapi, hii ngoma inaondoka. Jirani yako usisubirie ukongoroke, usisubirie mpaka ufikie mahali huna laza kabisa, huna laza, umechakazwa, umekwisha. Njoo ukiwa bado fresh, sema amina. Amina. Hata ukiimba watu wanasikia sauti nyororo. Yes. Unasikia binti yangu yule? Ndio. Ndio. Bado sauti nyingine haijapigwa na pombe. Hujawahi kusikia sauti iliyopigwa na pombe? Basi nimeacha. Ni Yesu wake anatakiwa tuingilie kati. Amina. Makofi kwa ajili ya watu wangu wazuri. Amen. Mwezi huu ni mwezi ambao unapaswa uwe na shauku na njaa. Usiwe mtu ambaye unatembea bila kanuni ya neno. Kila ukitembea neno, Joshua sura ile ya kwanza mstari wa 6, 7 na 8. Mstari wa 8 anaambiwa kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani. Yaani iwe ukiongea ni neno, ukiongea ni neno. Jinsi gani ambavyo unaweza ukashinda, jinsi gani ambavyo unaweza ukawa shujaa, ni kwenye neno. Uangalie sawasawa na yaliyoandikwa kwenye hiyo sheria, maana ndiko utakavyofanikisha na kustawi sana. Amen. Unataka kustawi, unataka kuwa mtu ambaye unstoppable, hakikisha sheria ya Bwana, hakikisha neno la Bwana, hakikisha Mungu anachosema ndicho unachosema, hakikisha unayaishi hayo maisha. Usiishi huku unaigiza ishi kile neno linasema, nawe ndio unaongea hivyo. Na naachilia hiyo neema mwezi wa 5, hiyo njaa ya neno. Bwana akushibishe kwa jina la Yesu. 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 Sema amen. Wow, namba 5 ya mwisho ni mwezi wa kupewa thawabu. Mwezi wa kupewa thawabu. Tuna damu ya Yesu mahali hapa. Kwa hiyo jiandae, kutakuwa na major deliverance. Kutakuwepo na kufunguliwa na kuwekwa huru. Ni mwezi wa kupewa thawabu. Thawabu ni kitu ambacho kinazidi mshahara ama kile ulifanya. Amen. Mwezi wa 5, Mei Mosi, kuna wafanyakazi bora. Yes. Ambao walitoka na hela ambayo hailingani na mshahara wao. Si kweli? Ndio. Kweli au hamna? Kweli. Anaambiwa heri mtumwa mwema, umekuwa mwaminifu katika madogo, leo na kupandisha katika makubwa. Ninaongea na Mungu wa leo, anayeona ulikotokea, anayeona safari ya maisha yako. Bwana akupe thawabu ya ajabu. Ulikopitia kwenye huzuni, ulikopitia kwenye kilio, Bwana azidishe mapato yako, Bwana azidishe hatua zako. Umekuwa mwaminifu kwenye njia hiyo hiyo, Bwana ageuze kibao, Bwana ageuze kibao. Kama unaamini sema amen. Ni mwezi wa kupewa thawabu. Yes. Ni mwezi wa kupewa thawabu. Amen. Wewe hiyo biashara unaendaga, hiyo ndio inaenda kuchange. Amen. Hai, kuna mtu hajaelewa. Yaani hiyo biashara unafanya, lakini kuna mtu mmoja atatokea kwenye hiyo biashara. Alafu akitokea huyu mmoja, historia yako inabadilika. Ulikuwa unanunua matunda, unaanzisha duka. Ulikuwa unauza mkaa, unaanzisha kampuni. Ulikuwa unafanya hiki, Bwana anakupandisha kwenye level nyingine. Amen. Wangapi wanapokea hiyo neema ya ajabu? Ninaachilia mikataba ya baraka, ninaachilia mikataba ya kibali, ninaachilia mikataba ya baraka, mikataba ya ushindi. Mahali utatokea, mikataba yako itokee, mikataba ya kazi, mikataba ya tenda, mikataba. Yes. Yaani saa zingine unahitaji kufanya kazi, mkataba ndio unafanya kazi. Hallelujah. Amen.
mwezi wa 5 naandika mkataba wa mtu mmoja kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Leo nakuandikia mkataba wa kibali cha Bwana isiyo kuzuiliwa. Anasema nimeuweka mlango ulio wazi mbele yako ambao hakuna awezaye kuufunga. Mwezi wa 5 naachilia double door, naachilia milango, naachilia kazi, naachilia ushindi. Kila ukitokea hakuna atakayefunga mlango wako. Amen. Thawabu ni zaidi ya kazi ya mshahara. Amen. Mwanangu, pokea thawabu. Thawabu yako ikutembelee mwaka huu. Tucheze harusi yako, tule mahari. Yes. Alafu kutana na watu wenye maana. Sema amina. Amina. Sema amina glory. Amen. Sasa nitamtabiria nini mrembo kama yule? Si nitamtabiria tu ndoa nzuri na mume mzuri mwenye hela, au sio? Amen. Amen. Kama wananielewa sema amina. Amina. Huyu hapa namtabiria nini kwa mfano? Unamtabiria tu, kama anataka mapacha nimwachilie, kama anataka apandishe cheo apandishe, mume wake azidi kustawi, afya njema kwa jina la Yesu. Amen. Ongeza makofi kwa ajili yake. Ongeza makofi kwa ajili yake. Sikiliza, huu ni mwezi. Ambia jirani yako, huu ni mwezi wangu. Ambia tena, huu ni mwezi wangu wa kupokea nachohitaji, wa kutembea na nachokihitaji. Huu ni mwezi wa thawabu. Anasema hivi, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kuna miaka umelia, leo unanyamazisha, leo unatuliza kelele ya huzuni yako. Umeshalia, inatosha. Bwana amenituma kwako ya kwamba yatosha. Waliopanda kwa machozi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, naitisha kelele, naitisha kelele za shangwe na furaha zitokee kwa maisha yako. Hallelujah. Amen. Wapandao kwa machozi. Yes. Come on. Kuna kelele ambazo zitazidi hayo machozi uliyolia. Kuna watu hawajatokea ukilia. My son, God bless you. Kuna watu hawajatokea ukilia. Maana ukilia ndani kwa ndani inavujia ndani kwa ndani. Lakini Jehova amesikia kilio chako na ameona machozi yako. Ameshuka mwenyewe. Ameshuka mwenyewe. Ameshuka. Anasema nimeshuka ili kuja kuwatoa kwenye mikono ya utumwa. Huu ni mwezi wa thawabu. Mwambie jirani yako, huu ni mwezi wa thawabu. Endapo umetembea katika unyofu, katika maombi, katika kulia, Bwana ameshasikia kilio chako.